نحمده حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الموقنين ونوقر بوحدانيته إقرار الصادقين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ومكلف الجن والإنس والملائكة المقربين أن يعبدوه عبادة المخلصين ونشهد أن نبينا محمدًا سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Nakuhusieni pamoja na kuhisia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khutba yetu ya leo itakuwa inazungumzia ukweli. Khutba inazungumzia ukweli na maana ya ukweli, na tufahamu kidhati na kiuhakika ukweli ni nini na ukweli na kitu gani. Tukizungumza ukweli, maana yake tunakusudia ukweli kati yako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kati yako na mtukufu wetu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukweli kwa Mwenyezi Mungu yale aliyokutaka uyafanye. Ukweli kwa Mwenyezi Mungu yale aliyokuamrisha uyaendee kwa pupa, kwa haraka. Ukweli kwa Mwenyezi Mungu yale aliyokukataza ujiepushe yote, bila ya kubagua, bila ya kuchagua. Madamu wamekukataza silitaki, basi lazima uliache. Halina udogo, halina ukubwa. Dogo linaweza likakuadhibu, dogo linawezekana likawa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhana kukukasirikia. Na ndio maana ikawa ukweli kwa Mwenyezi Mungu, baada ya kufanya yale mema aliyokuamrisha ukayafanya unavyoweza, lakini kwenye mabaya jiache, jikataze moja kwa moja bila ya kubagua. Ukweli kwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuyafanya na kujitahidi kuiga na kuenda vile ambavyo kwamba alivyokuwa akifanya yeye katika sunna zake takatifu. Muumini wa kweli ni yule ambaye kwamba katika moyo wake hakuna kinachopita isipokuwa mpenzi wake. Huyu ndo muumini wa kweli. Katika moyo wake, mawazo yake, fikra zake, hakuna kinachopita katika moyo wake isipokuwa mpenzi wake. Kama vile mfano wa mtu mwenye kiu. Mtu mwenye kiu, fikra zake, mawazo yake, hakuna chochote anachokumbuka zaidi ya maji. Mawazo yake yote anakumbuka maji ili aondoe shida yake ya kiu. Na wewe kama ni kweli mpenzi wako Allah Subhanahu wa Ta'ala, lazima muda wote katika moyo wako, fikra zako awe ni Allah, Allah, Allah. Huyu Allah utaogopa usimkosee. Huyu Allah utaogopa usiende kinyume na vile ambavyo kwamba alivyokuwa hataki. Na ndiyo mpenzi wako wa uhakika Allah. Hakadha yakunu almu'minu sadiq. Hivi ndio anavyokuwa muumini ambaye kwamba aliyokuwa mkweli. Hakuna kinachopita kwenye moyo wake zaidi ya Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unaweza ukachukulia mfano mama yake Nabii Musa ala nabiyina wa alayhi afdalus salati wa tammu taslim, baada ya kupewa habari, wa uhaina ila ummi Musa an ardihi fa idha khifti alayhi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Alikuwa akimnyonyesha mwanawe Musa. Wakati ule lishatoka tangazo kwa Firaun kwamba mtoto yote wa kiume achukuliwe auawe. Yeye alikuwa kama kwenye kibanda chake ilikuwa karibu na bahari. Nyumba yake ilikuwa karibu na bahari. Alikuwa kama vile kisanduku wamekiweka pembeni.
anamnyonyesha. Akiona mtu amekuja katika wale walinzi na wafuasi wa Firauni na askari wake, anamtia katika kisanduku, alafu anampeleka baharini. Akiondoka anamvuta, anamnyonyesha, alafu anampeleka baharini. Akiondoka anamvuta, anamnyonyesha. Akitoka anamtumbukiza kwenye sanduku, akija anamtumbukiza, anampeleka baharini. Ikawa hivyo. Mwenyezi Mungu akamwambia an ardhihi, mnyonyeshe, lakini ukiogopa mtumbukize katika hilo sanduku, alafu faalqihi fil yam, mtumbukize ndani ya bahari, usiogope, tutamrudisha, tutamfanya kuwa ni katika wale mitume mursal. Aya mbele inasemaje? Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat la tubdi bi, moyo wa mama yake Nabii Musa ukawa nini? Farigha. Ndo sehemu ya hutuba yetu, farigha ay khaliyan an dhikri kulli shay'in siwa dhikri Musa. Khaliya, baada ya kumtumbukiza kwenye lile sanduku, akamtia kwenye bahari, akaenda mpaka historia inapokwenda, akachukuliwa na Firauni. Moyo wake ukawa hakuna mawazo mengine zaidi ya kumkumbuka Musa. Ndio maana mbele akamwambia, waqalat li ukhtihi qussi, nenda fuatilia, mwangalie huyu dada yake Nabii Musa. Akamwambia nenda fuatilia, mwangalie. Moyo wake ulikuwa wote kwa mtume Musa, kwa sababu ndo alikuwa mpenzi wake, kwa sababu ni nabii wa Mungu. Lakini mpenzi wa uhakika na ni rafiki wa uhakika ni Allah. Ukiwa na shida unarudi kwa Allah, ukiwa una mashaka yako unarudi kwa Allah, ukiwa una jambo lako limekutatiza unataka faraja unarudi kwa Allah. Huyu ndo rafiki wa ukweli wa uhakika, na ndo maana anatakiwa katika moyo wako muda wote awe yeye, usije ukamkosea. Mmoja katika vitu vinavyofanya wewe kukoseana na Mungu wako kutokuwa mkweli, katika vitu vinavyopelekea wewe kutokuwa sawa na Allah, kutokuwa mkweli. Unaweza ukasema mfano wake, Mwenyezi Mungu awe katika moyo wako ndio mpenzi wako, kama vile mtu ambaye kwamba muumini wa kweli. Muumini wa kweli anakuwa kama vile mtu ambaye kwamba aliyetorokwa na kitu anachokipenda, ambaye ndo Allah. Fikra zako, mawazo yako, muumini yakunu kalwalhan, anakuwa kama vile mtu kachanganyikiwa, mpaka nimpate huyu Allah, nitampata lini? Hakuna kinachokuwa katika moyo wake zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake nini? Maana yake kwamba ukweli, moja katika sifa zinazokupelekea wewe kupata daraja kwa Mwenyezi Mungu. Usimuudhi Mungu kwa kusema uongo, usimkere Mwenyezi Mungu kwa kuzungumza vitu ambavyo kwamba haviridhi. Usije ukatoka katika hadhara ya Mwenyezi Mungu, usije ukatoka katika wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewakhtari, amewachagua kwa sababu ya kitu kidogo. Ukweli tutadharau, tutasema ukweli, nitaogopa, nitafanya hivi, lakini ukweli ndio kila kitu. Ukweli ndio kila kitu, na ndio sifa ya mu'min. Al-Hasan al-Basri anasema innal mu'mina sadiqa jamaa ihsanan wa shafaqatan wa innal munafiqa jamaa isaatan wa amna. Muumini wa kweli, muumini wa kweli as-sadiq, sifa yake katika miongoni mwa sifa, awe na nini? Awe na wema, anapendelea mema kwa wenzake, anakaa vizuri na wenzake, majirani zake, marafiki zake, ndugu zake. Awe na wema na awe na hurma, awe mpole kwa wenzake. Sio yakiwapata mabaya yeye anafurahia, hana ukweli. Sio akiona kuna vitu ambavyo kwamba fulani vikimpata yeye anakuwa hayupo katika hali nzuri ya kisiha, ya kiafya, yeye anafurahia. Bado hajakusana muumini wa kweli. Umpende mwenzako kama wewe unavyojipenda kwenye nafsi yako, uwe mkweli. Lakini mnafiki isaatan wa amna, kazi yake amekusanya kuwafanyia watu mabaya tu, hana ukweli. Na hata kama akiyafanya yale mazuri anafanya kwa njia nyingine, nyuma ya panzia ya stara na jambo jingine, sio mkweli. Wa amna, nimekupa hiki wewe, mimi nimekufanyia hiki wewe, wewe si nimekuleta hapa, mimi ndo nimekupokea hapa Dar es Salaam wewe, mimi si ndo nakulipia kodi wewe. Jamaa isaatan wa amna, anakusanya yale mabaya mabaya. Wa amna, ukweli. Ukweli katika maneno, uwe mkweli. Ukizungumza mkweli katika maneno yako, unazungumza ukweli. Hii nimenunua kiasi kadhaa, nimenunua 50,000, lakini wewe nakuzia 30,000. Uongo mtu, muongo. Hii nimenunua kiasi kadhaa, lakini wewe nakuzia kwa kiasi kadhaa, ni uongo mtu. Pengine bahati mbaya zaidi hapo hapo akafuatiliza na kiapo juu, wallahi kwa kiasi kadhaa nimenunua.
na kiapo juu, ataapa kwa Mwenyezi Mungu, ni uongo. Kisa tu, sababu tu, bidhaa yake, kama vitabu, kama nguo, kama mabati, kama mabao, basi uongo mtupu. Kumbe hajui kitu kidogo anachodharau yeye kinaweza kikamporomosha, kikamshusha akawa asala safili, chini ya chini, adna dhalili kwa Mwenyezi Mungu, hana thamani. Jambo dogo tu. Ukweli ndio kila kitu, na ukweli ndio upanga wa muumini. Ukweli ndio silaha ya muumini. Ukiwa mkweli maana yake hata Mungu anakupenda, tofauti na ukiwa muongo. Ukweli vile vile katika nini? Katika nia. Nia yako ya ukweli. Wasi ulioa kabla Ramadhani, nia yako ilikuwa nini? Tumetoka karibuni kwenye Ramadhani. Ukweli katika maneno yako unavyoongea, ukweli katika nia yako. Ulioa kabla Ramadhani, kumbe nia yako, ulikuwa na nia yako katika moyo wako. Baada ya Ramadhani ikiisha, huyu mimi namwacha, basi naendelea na mambo yangu, kudangadanga, nimerukia huku, nimepanda huku, nimeparamia huku, wal billah. Hamna kitu. Ulimrudisha hawala wako, kitenchede wako kwa huku, ukampeleka kwako. Kumbe baada ya Ramadhani nia yako mrudisha. Uongo sio ukweli. Ukweli kwenye nia. Wewe sio mkweli kabisa. Ukweli katika vitendo vyako. Vitendo vyako, muamala wako kwa vipi na watu, ni uongo mtupu. Utakuta mtu ana simu yake, ile simu, ndani ya simu kasefu majina. Kwenye yale majina utakuta jina kaandika mama fulani, mama mdogo, sijui kaandika Musa, sijui kaandika Isa. Kumbe muongo. Huyo sio mama mdogo, wala sio Musa, wala sio Isa, ni mchumba wake wa nje. Wala sio mama mdogo, wala sio Musa, wala sio Isa. Ni uongo katika vitendo vyako, muongo, ili tu mkeo akiona ajue kwamba huyu Musa, huyu fulani mwanamume mwenzake, rafiki yake. Kumbe uongo. Uongo mtupu. Lazima watu tu wa kweli. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya ya Tirmidhi, katika dua aliyokuwa akiomba, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Dua fupi tu, lakini imekusanya kila kitu. Sallallahu alaihi wasallam, maneno mafupi yamekusanya kila kitu. Hakuna kama Mtume Muhammad. Maneno madogo tu, lakini majmu'ul kalim yamekusanywa kidogo, ndani yake na kila kitu. Dua fupi tu, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Mungu nakuomba, Mwenyezi Mungu wa haki, kwani kuna mtu aliyokuwa na sarira mzuri kuliko kiumbe mtukufu Mtume Muhammad? Nani ana sarira mzuri kuliko mtume? Nani? Kuna nani aliyokuwa bora kuliko Mtume Muhammad? Dua anatufundisha sisi. Mungu atusiri tuliokuwa nafiki waongo. Basi kupendana kiunafiki, mapenzi ya uongo, mkeo unaishi naye lakini una uongo, majirani zako unaangalia yao mabaya, uongo. Yani kila pembe, kila nyanja kuna uongo ndani yake ya kuzunguka zunguka. Wal billah. Mwenyezi Mungu haki na kuomba, ij'al sarirati, jalia ndani huko ndio ukweli unapotokea huko. Yale tuliyosema huko sidq, jalia sarirati, ndani ya moyo wako, khairan min alaniyati, kufanye kuwe ni kwa khairi kuliko wazi huko. Utajionyesha watu na madhahir, uko hivi, uko hivi, uko hivi. Baada ya hapo kumbe muongo ndani ya moyo wako, muongo kabisa. Ndio maana Mtume anaiomba dua kutufundisha sisi, jalia ndani kuwe kumesafika. Kukisha safika ndani, safaul batin, ndani kukisha safika, wewe huna madule na mtu, wewe huna maradhi na mtu, wewe huna kinyongo na mtu, wewe huna ghishi na mtu, wewe huna udanganyifu na mtu. Kwenye biashara zako utakuwa mkweli, kwenye maneno yako utakuwa mkweli, kwenye muamala wako, matendeano yako na watu utakuwa mkweli, kwa sababu ndani kushasafika. Ndio maana Mungu haangalii huko dhahir, haangalii viungo, anaangalia huko. La yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Haangalii katika sura mweupe mweusi, hapana, kasimama hivi, kainama hivi, anaangalia ndani, ukweli. Ukweli ndio kila kitu. Tunatakiwa tuwe wa kweli. Tumetoka katika Ramadhani, ukimrudia yule uliokuwa naye, wewe muongo kwa maasi, ni muongo tu, hamna jingine. Lazima Ramadhani tuthibitishie kwamba sisi tumetoka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani.